Kwa namna Yanga inavyocheza, kwa namna Yanga ilivyoonekana katika mechi zake mbili za hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa 2025-26 dhidi ya FAR Rabat ya Morocco na kushinda kwa bao 1-0, halafu dhidi ya JS Kabylie ya kule nchini Algeria ambako Yanga ilikwenda Algeria na kupata suluhu iliyohitaji na matokeo yake kuwa na pointi 4 katika mechi mbili. Ni dhahiri kwamba endapo watakiendeleza kile ambacho wamekionyesha katika mechi zote mbili, haitashangaza hata kidogo kwa msimu huu Yanga kupiga hatua kubwa zaidi kwenye michuano hii, kwa maana kwamba kufika walau hatua ya nusu finali, ikibidi finali, halafu ikitokea ubingwa ndani ya juae. Ikitokea yote hayo, kwangu mimi na kwa wale ambao wanaendelea kufuatilia michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika na hususan Yanga namna inavyocheza chini ya kocha wake Pedro Gonçalves, ni dhahiri kwamba haitashangaza hata kidogo. Ni kwa sababu gani? Ni kwamba Yanga kwenye mechi mbili hizi nilizotoka kuzielezea wamekuwa wakicheza kikubwa sana. Wakicheza kwa namna ambavyo michuano ya CAF hasa kuanzia hatua ya makundi na kuendelea mbele huhitaji kwamba unacheza kwa malengo ili mwisho wa siku upate matokeo. Ifahamike kwamba kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika hasa kuanzia hatua ya makundi kwenda robo finali, kwenda nusu finali mpaka finali na hatimaye kumpata bingwa, katika misimu iliyopita rekodi zinaonyesha kwamba wanaofanya vizuri huwa wanacheza kwa malengo. Wanaofanya vizuri mbali na kucheza kitimu kutokana na mipango ya benchi la ufundi, lakini pia huhitaji wachezaji mmoja mmoja wenye ubora wa ziada katika kuiwezesha timu kupata matokeo mazuri, kwa maana ya kufunga mabao ama kuzuia isiruhusu mabao. Sasa Yanga katika mechi zake mbili imeonyesha yote mawili kwa ufanisi mkubwa. Kwanza kucheza kama timu, kutekeleza mipango kazi ya kocha Pedro Gonçalves, lakini pili kuna wachezaji mmoja mmoja wanafanya ya ziada katika nyakati muhimu na kuiwezesha timu kupata matokeo. Katika mechi iliyopita dhidi ya FAR Rabat, mechi ya raundi ya kwanza pale kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar, wakati Yanga wakiwa nyumbani na kupata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya FAR Rabat ya Morocco, miongoni mwa wachezaji waling'ara sana ni pamoja na mfungaji wa bao katika mchezo huu Prince Pumelo Dube, alicheza vizuri sana. Lakini pia kulikuwa na Peodo Pacome Zouzoua ambaye mbali na kufanya atakavyo kutoka katikati ya mstari wa uwanja kuelekea lango la FAR Rabat na kuwavuruga mno katika safu yao ya ulinzi, lakini pia alichangia mno katika kuhakikisha Yanga inakuwa salama katika kuzuia. Pacome Zouzoua licha kwamba ni kiungo ubunifu, kiungo mshambuliaji, lakini ndiye mchezaji aliyeongoza kwa kupora mipira kutoka kwa FAR Rabat. Alipora mipira 9 akifuatiwa na kina Jokabuya pamoja na Celestine Ekwa. Lakini Djigui Diarra naye alikuwa kwenye kiwango bora. Shuti mojawapo ambalo pengine lingeweza kuwapa chochote FAR Rabat alilicheza vyema. Lakini wachezaji wengine pia walionyesha kiwango kizuri hasa katika kutekeleza mipango ya mwalimu Pedro Gonçalves. Wanaposhambulia washambulie vipi, wanapozuia wazuie vipi. Wanaposhambulia, wanapopigana pasi wanakuwa direct, pasi za moja kwa moja, sio pasi za urembo kushoto kulia ama kwenda nyuma, sio sexy football, ni mpira wa malengo. Na Yanga matokeo yake wakatoa mpya kwa kupiga mashuti 15, kati hayo 9 yamelenga shabaha. Hakuna timu yoyote katika raundi ya kwanza miongoni mwa timu 16 za ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi kwa msimu huu kwenye raundi ya kwanza ilipiga mashuti mengi ya kulenga shabaha kwa idadi hii. Mwisho wa siku golikipa Reda Ahmed Tagnut wa FAR Rabat akaibuka kuwa mchezaji bora wa mchezo kwa kuokoa mipira 8, huku mmoja ukimshinda wa Dube na kuifanya Yanga ishinde kwa bao 1-0. Katika mechi dhidi ya JS Kabylie kwa mara nyingine Yanga wakanufaika kwa mambo yote mawili. Kwanza kucheza kama timu, lakini pili mchezaji mmoja mmoja. Safari hii kwenye mchezo huu aliyeng'ara sana alikuwa golikipa wa Yanga Djigui Diarra ambaye alicheza save 6, mipira 6 iliyopigwa kulenga shabaha lango la Yanga. Djigui Diarra aliokoa yote na kuonyesha kiwango bora sana, licha kwamba alikuwa na matukio mengine ya majukumu kama golikipa wa kisasa, akiwa ndiye anayeanzisha mipira wakati Yanga inapojenga mashambulizi yake, lakini pia akiongeza idadi ya wachezaji wa safu ya ulinzi. Badala ya 4 wanaonekana kwenye makaratasi, yeye akawa mchezaji wa 5 kwa kutoka nje eneo lake na kuifanya Yanga iwe imara pale ambapo wachezaji wake wa safu ya ulinzi Ibra Baka, Dickson Jobu walipopitwa. Djigui Diarra alifika na kucheza mpira akiwa nje eneo lake la kudakia, na hivyo kuwa miongoni mwa mabeki wa Yanga, akifanya wawe watano kwa lugha nyingine, akifanya yeye awe spare man, mchezaji wa ziada katika kuzuia. Aling'ara sana Djigui Diarra kiasi ya kwamba baadhi ya vyanzo vilimpa alama
9.9 katika 10. Kwa lugha nyingine, asilimia 99 ya ufanisi katika mchezo ambao mwisho wa siku Yanga wakapata sare waliohitaji sana. Suluhu imefanya Yanga wafikishe pointi 4. Lakini sasa kubwa kuliko yote ni juu ya timu nzima kucheza kwa maelekezo ya kocha Pedro Gonçalves, raia wa Ureno, ambaye baada ya mchezo alisifu wachezaji wake kwa kuwa wepesi katika kutekeleza mipango kazi yake. Ilikuwa vipi katika mchezo huu? Ni kwamba Yanga katika kile ambacho wenyewe huzungumza na kinadhihirika uwanjani, pira science, kucheza kimahesabu zaidi, kisayansi zaidi, kila jambo linafanyika kwa utafiti juu ya mpinzani. Yanga wakapata walichokihitaji, wakijua wazi kwamba wanakwenda Algeria, maeneo ambayo ni kati ya yale ya UNAF ukanda wa kaskazini. Mechi wa ngumu mno, ugumu wake huanzia kutoka hata kwa mashabiki wao, na ndivyo walivyothibitisha. Wamejaa kwa maelfu, halafu wakiwa mchezaji wa 12 wanashangilia mwanzo mwisho timu yao, wanazomea mwanzo mwisho pindi timu pinzani inapopata mpira, na panapobidi wanarusha na machupa ya maji. Unsporting behavior, yale matukio yasiyokuwa ya kimichezo. Wao mashabiki wengi wa mpira wa miguu katika ukanda wa kaskazini mwa Afrika, nchi za Libya, Algeria, Tunisia, Morocco, Misri, ni wazoefu wa kufanya vibweka hivyo vya nje uwanja, kuwaathiri wachezaji wa timu pinzani, kuwafanya wacheze nje ya mpango kazi wa walimu wao, na hatimaye wao wapate matokeo. Yanga walipambana vyema katika maeneo yote hayo. Yote hayo yalishuhudiwa. Mwisho wa siku walichofanya kisayansi, kuacha wenyeji JS Kabylie walimiliki mpira kwa asilimia 63. Yanga walimiliki mpira kwa asilimia 37 tu. Lakini walichofanikiwa sana Yanga chini ya Pedro Gonçalves katika hili pira science, pira CAF, aina ya mpira ambao hufanya timu icheze kwa malengo ili kupata matokeo, ni kwamba Yanga kwa umiliki wao mdogo wa mpira bado ulikuwa na madhara kuelekea lango la JS Kabylie, kwa sababu pasi zao zilikuwa za kwenda mbele. Na jambo lingine ni kwamba umiliki huu kwa kawaida, kwa yule ambaye kushuhudia mchezo angefikiri labda Yanga walipaki basi, lakini haikuwa hivyo. Yanga basi lao hawakulipaki vile inavyofahamika wazi kwamba unakuwa na wachezaji wengi katika laini ya kwanza ya ulinzi, mkiwa karibu na lango lenu, tunasema unakuwa unazuia kutokea chini, low block. Lakini Yanga walifanya tofauti. Wamekuja na style nyingine chini ya Pedro Gonçalves, kama linaitwa basi. Basi hilo basi lilipakiwa kuanzia eneo la kati kuelekea eneo la mwisho. Maana ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, uwanja una vipande vitatu, tumekuwa tukilizungumza mara kwa mara. Kwa mfano ndio uwanja wenyewe, basi hiki kinaitwa kipande cha kwanza, first third. Halafu hiki katikati panapohusisha na mstari unaogawa katikati uwanja kinaitwa kipande cha pili, second third. Halafu kuna final third, ambayo kwa wewe unatokea upande huu kwenye timu, maana yake utasema ni theluthi ya tatu, lakini ni final third. Katika hizi third tatu, theluthi tatu, hii ya mwisho wakati wewe unakwenda kushambulia inaitwa final, ambako unatarajiwa ndio upate mabao. Kwenye kucheza mara nyingi timu zote zinapambana kutafuta mbinu mbalimbali, mipira mirefu, pasi fupi, umiliki mkubwa wa mpira, lengo kufika kwenye final third, eneo la mwisho, ili uweze kufunga mabao. Sasa katika vipande hivi vitatu Yanga walihakikisha kwamba wao hawarundikani katika eneo lao la kwanza, theluthi ya kwanza ambayo huwa tunaita low block. Badala yake walikuwa wanajaa katikati na kwenye eneo la mwisho kule kwa JS Kabylie. Matokeo yake walilazimu JS Kabylie kuonekana na miliki sana mpira, lakini kwa kiasi kikubwa mpira huu ulimilikiwa katika maeneo yasiyokuwa hatarishi kwa Yanga. Hapa ni mfano wa pira science. Iko vipi? Asilimia hizi zimekuja vipi za umiliki wa mpira? Ni kwa sababu wenyeji JS Kabylie walipiga pasi 604. Yes, passes 604. Yanga mechi nzima walipiga pasi 355. Ukijumlisha zote pasi 604 na pasi 355 unapata pasi 959. Hizi ndio pasi za jumla zimepigwa kwenye mchezo. Kwenye eneo la Yanga sasa katika kucheza kwao kijanja, tunachukulia mfano tu, manake Yanga hawakuwa wenyeji, wao walikuwa wageni, walipaswa kwa upande ule. Lakini for the sake of understanding, kwa ajili tu ya kueleweshana, tuchukulie kwamba huku ndo Yanga walipo. Mpira ulichezwa kwa asilimia 25, passes zilichezwa kwa asilimia 25 katikati ya 52. Halafu kwenye eneo la JS Kabylie passes zilichezwa kwa asilimia 23. Manake ni nini? Pasi zote zilipigwa 959. Unapozungumza asilimia 25, manake kwa wastani
hapa zilipigwa pasi 240. Yaani pasi walizopiga Yanga, pasi walizopiga JS Kabylie. Eneo la katikati zilipigwa pasi 499 kwa maana ya pasi za jumla zilizopigwa na JS Kabylie na Yanga. Halafu kwenye eneo la JS Kabylie ambako ni 23% ya pasi 959 zilipigwa pasi 220. Hivi ukijumlisha zote hizi 220 ongeza 499 ongeza 240 ndipo unapata pasi 959. Nadhani tunaelewana vizuri. Sasa maana yake kwamba kumbe pasi nyingi zilizopigwa upande wa Yanga zimeizidi pasi zilizopigwa upande wa JS Kabylie kwenye theluthi yao kwa pasi 20 tu katika mechi nzima. Maana ni 220 kwa 240. Lakini yote 9. 10. Je, nani alikuwa anapiga pasi kwenye eneo la mwenzake kwa ufanisi? Ni kwamba pasi zote zilizopigwa na JS Kabylie ambazo ni 604 zilizopigwa na JS Kabylie wakiwa katika theluthi ya Yanga kwenye eneo la Yanga zilikuwa ni pasi 105. Yaani hizi ndio pasi zilizopiga JS Kabylie kati ya 604 kwenye eneo la Yanga, na katika hizo zilizofika zilikuwa pasi 65. Halafu Yanga katika pasi zao 355 walizopiga wakiwa katika final third, yani kwenye eneo la mwisho, eneo la JS Kabylie wakifanya harakati za kutafuta mabao, Yanga walipiga pasi 97 kwenye eneo hili la JS Kabylie. Lakini katika hizo zilizofika zilikuwa pasi 62. Kwa lugha nyingine, pasi walizopiga JS Kabylie kwenye eneo la Yanga na zikafika wakati wanapasiana zilikuwa pasi 65, Yanga pasi 62. Na pasi hizi ndizo ambazo utarajiwa kufanya mishemishe za kuweza kufunga. Tofauti ilikuwa pasi 62 na pasi 65. Tofauti ni pasi 3 tu zilizofika. Maana za ujumla ni 105 kwa 97. Na hiyo ndio essence au ndio tuseme sababu ya kusema ni pira science, kwamba mpinzani anakuwa na mpira ndio, lakini kwenye eneo lipi hatari? Kumbe JS Kabylie waliupiga mwingi kwa maana kuumiliki, lakini sio kwenye maeneo hatarishi. Sasa muhimu zaidi ni kwenye mashuti. Ukishafika inakuaje? JS Kabylie mechi nzima walipiga mashuti yaliolenga shabaha mashuti 6. Yanga mashuti yaliolenga shabaha yalikuwa mashuti 3. Na walifanikiwa haya yote Yanga ni kwa namna gani? Ni kwamba katika kikosi chao walianza na kikosi kama kilichoanza dhidi ya FAR Rabat, golikipa Djigui Diarra, namba 2 Israel Kimwenda, 3 alikuwa ameanza Mohamed Hussein Shabalala, baadaye alikuja kutoka ligi ya Shadrack Isaka Boka. Halafu katikati kulikuwa na Ibra Baka pamoja na Dickson Job. Viungo wawili ukabaji katika mfumo wa baada ya golikipa ni 4-2-3-1, walinzi wa 4. Viungo wawili walikuwa nani? Kulikuwa inaonekana kwenye makaratasi kulikuwa na Maxim Pia Nzengeli na Duke Abuya. Hii ni kwenye makaratasi. Halafu wale watatu kulikuwa na nani? Mudathir Abbas kwenye makaratasi, Mudathir. Halafu alikuwa Peodo Pacome Zouzoua. Halafu kulikuwa na Celestine Ekwa, mshambuliaji kinara akiwa Prince Pumelelo Dube. Lakini kwenye kucheza mambo yalikuwa tofauti. Pedro Gonçalves akawavuruga akina Joseph Zimbawa, kocha wa JS Kabylie na benchi lake la ufundi, kwa kubadilisha kidogo katika eneo la kushambulia. Ni kwa sababu gani? Kwenye kucheza kwa wastani aliyekuwa mshambuliaji kinara alikuwa ni Mudathir Abbas, ambaye unaona kwenye makaratasi anaonekana yeye ni kama nambari 10 nyuma ya mshambuliaji kinara, lakini kwenye kucheza Mudathir Abbas ndiye alikuwa mshambuliaji kinara hapa mpaka anakuja kutoka kipindi cha pili, yeye ndo alikuwa anasimama mbele pale. Mudathir Abbas muda alikuwa anasimama hapo kama false 9, mshambuliaji wa uongo, ambapo katika kipindi cha kwanza alicheza chote, alikuja kutoka kipindi cha pili akiwa amepiga mashuti mawili mpaka anakuja kutoka. Lakini Dube je, ambaye yeye ndo alikuwa anaonekana mshambuliaji kinara, kwenye kucheza Dube alikuwa anakuja ndani hapa anacheza eneo hili. Kwa lugha nyingine anakuwa nyuma ya Mudathir Abbas kwa upande wa kushoto, ingawa cheza yake mara nyingi alikuwa anaonekana anatokea kushoto. Sasa kama winga wa kushoto anaingia ndani, anafanya tunasema kama inverted winger kutokea kushoto. Kimsingi alikuwa anatokea wa kushoto, lakini kwa wastani alikuwa anacheza katika eneo hili. Na Celestine Ekwa yeye alikuwa anatoka anakwenda kwa wastani, alikuwa anakuja kwenye eneo hili. Huyu Ekwa, huyu Dube. Yes. Halafu Peodo Pacome Zouzoua yeye kwa wastani alikuwa anaonekana hapa, lakini huyu ni mchezaji ambaye alikuwa na free roll. Unaona kana kwamba akiwa hapa anagongana na Dube. La hasha. Kwa wastani alikuwa hapa, lakini Pacome alikuwa anashato maeneo yote, kushoto, kulia, anarudi nyuma kwenda kucheza mipira, na ndio maana
katika wachezaji waliopora mipira mingi kutoka kwenye himaya ya JS Kabylie, kuwapora na kuirejesha kwa Yanga. Yeye naye alikuwemo akipora mipira mara 5 katika mchezo huo. Lakini tuendelee na arrangement. Huyu Duke Abuya alikuwa anatoka kwa wastani na kuja katika eneo la kati hapo. Halafu Maxim pia Nzengeli, yeye alikuwa naye anatoka katika eneo hili kwa wastani na kuja hapa, akiwa mbele katikati ya mstari wa uwanja. Mabeki wa pembeni tunazungumzia Israel Patrick Mwenda, kwa wastani alikuwa anakuja katikati ya mstari wa uwanja kama alivyokuwa kwa Mohamed Hussein Shabalala kabla hajatoka na kuingia Shadrack Sakaboka. Kwa wastani alikuwa akicheza hapa kati ya mstari wa uwanja. Ibra Baka alikuwa anasogea kidogo, Dickson Job alikuwa anasogea kidogo, kwa wastani kuwa katika maeneo haya. Matokeo yake ni nini? Ni kwamba Yanga ndio walikuwa wakizuia, lakini tazama wachezaji waliokuwa juu kwa wastani walikuwa ngapi? Mudathir Abbas 1, Dube wa 2, Ekwa wa 3, wote wako juu ya mstari wakati wa uwanja wa 3. Lakini wakati huo kuna Maxi wa 4, Pacom wa 5. Wachezaji wa 5 wa Yanga kwa wastani walikuwa juu katika eneo la JS Kabylie. Halafu kwa wastani katikati kulikuwa na wachezaji wa 3 kwenye mstari wakati wa uwanja ambao ni mabeki wawili wa pembeni, Israel Patrick Mwenda na Mohamed Hussein Shabalala, halafu na kiungo mojawapo Duke Abuya alikaa hapo kati. Matokeo yake washambuliaji wa JS Kabylie akiwemo Ayman Mahias hawakupata nafasi wazi za kwenda kuidhuru Yanga. Viungo wao akina Bujema hawakupata nafasi nyingi za wazi za kwenda kuidhuru Yanga kama ambavyo walitarajiwa, na zile chache walizofanikiwa kupiga shuti la kulenga shabaha. Kuna mipira miwili iligonga nguzo, hiyo tunafahamu vizuri, ukiwemo mojawapo wa kichwa ulipigwa na beki wa kati Zinedine Belaid. Wa kona aliunganisha kwa kichwa kagonga nguzo, lakini kuna mpira mwingine uligonga nguzo. Mingine 6 Djigui Diarra alicheza kwa kiufundi sana, ikiwemo ya hatari sana, lakini Djigui Diarra yupo langoni kama kipa, ndiyo kazi yake. Lakini katika dakika nyinginezo Yanga nao wangetulia, wangepata mabao, ikiwamo kupitia kwa Celestine Ekwa. Mwanzoni mwa kipindi cha kwanza hakutumia nafasi vizuri, lakini Pacome Zouzoua kuna mpira alicheza kwa acrobatic, yes, kama tikitaka, aliruka kupata vizuri, angeupata ingekuwa bao. Na kuna nafasi nyingine. Kwa ujumla Yanga wakapiga mashuti 3 kulenga shabaha, JS Kabylie mashuti 6. Kwamba Yanga wakumiliki sana mpira, lakini katika asilimia 37 walizomiliki mpira wakawa na madhara zaidi, lakini bado wakawa katika eneo la juu. Kivipi walifanikiwa kuwa na ulinzi imara wakati wachezaji wao 5 kwa wastani walikuwa wanacheza katika nusu ya pili ya uwanja, ilhali JS Kabylie nao walikuwa na kwa wastani wana wachezaji 5 katika nusu ya pili ya Yanga? Ni kwamba kwanza ule mkakati wa kuhakikisha mpira unachezwa kati na sio kwa kiasi kikubwa kwenye eneo lao, kwa kujua kwamba wao wako wachache kwenye eneo lao. Lakini la pili ni kwamba dawa ya moto ni moto, ili kuwafanya wasije mara nyingi sana kwa idadi kubwa na kwa overload akina Dickson Job, akina Ibra Baka, ni kwamba Yanga nao walikuwa juu wengi. Kwa hiyo hawawezi kuchomoka kwa kujiachia viungo wao akina Bujema, akina Babakar Sa kwenda kucheza katika eneo la Yanga. Kwa hiyo walikuwa wanaenda kimahesabu kwa kuvizia, kwa sababu wanajua Yanga wako juu wengi na wana wachezaji wenye kasi sana. Hilo la pili. La tatu ni ukweli kwamba walinzi wao walijikuta muda mwingi wanafanya zile kazi za mwisho, kwa sababu za kwanza katika kulinda zilifanywa na wachezaji hao wa juu. Matokeo yake katika mechi nzima ilikuwa hivi: Mudathir Abbas alipora mipira mara 2, tunasema ball recoveries mara 2. Celestine Ekwa alipora mipira ball recoveries mara 2, ambayo haya ni majukumu ya kiulinzi pale timu inapokuwa haina mpira. Peodo Pacome Zouzoua, huyu hapa Pacome, yeye alipora mipira ball recoveries alifanya mara 5 na kuwa mchezaji wa 3 wa Yanga katika kupora mipira, kwa sababu namba 1 alikuwa huyu hapa Duke Abuya, alipora mipira mara 7, mara 7. Maxim pia Nzengeli alipora mipira mara 6. Kwa hiyo unaona hapa nimetolea mfano tu. Matokeo yake ilikuwa kwamba shughuli nyingi za kiulinzi zikifanyika katika eneo la JS Kabylie katika baadhi ya nyakati, na panapobidi ilikuwa linafanyika eneo la kati ambako mpira ulichezwa sana. Katika pasi 959, pasi 499 zilichezwa hapa kama tulivyotoka kuelezea. Matokeo yake Pira Science likalipa, Yanga wakapata sare waliohitaji, kwa sababu kabla ya mchezo walishasema wazi, baada ya kushinda nyumbani na kuwa na pointi 3 mechi kule Algeria, walijua wazi kwamba ni mechi ngumu yenye ushindani mkali. Lengo lao ni kuhakikisha kwanza wanashinda, na kama sivyo
Plani B ni kupata sare, waondoke na pointi moja muhimu. Mwisho wa siku wakapata matokeo waliohitaji. Yanga wana pointi 4. Yanga ni miongoni mwa timu ambazo mpaka sasa hazijapoteza mchezo. Kwenye kundi lake la B, Al Ahly wanaongoza wakiwa na pointi 4, lakini wanachojivunia ni ushindi wa mabao 4-1 waliowafunga JS Kabylie katika mechi yao ya kwanza kule nchini Misri. Yanga wanashika nafasi ya pili, nao wana pointi 4 kama Al Ahly, lakini tofauti ya mabao ndio inaifanya Al Ahly iwe juu yao, kwa sababu Yanga walishinda 1-0 mechi dhidi ya JS Kabylie ilitoka bila. Al Ahly walishinda 4-1, mechi waliocheza dhidi ya FAR Rabat iliisha 1-1. Kwa hiyo wana mabao 5, wameruhusu 2, tofauti ya mabao 3. Yanga wamefunga bao 1, hawajaruhusu bao, tofauti ya mabao ni 1. So far so good kwa Yanga. Wanachotakiwa ni kuhakikisha wanaendeleza kile walichokionyesha katika mechi hizi mbili. Kama wakiendeleza hiki, binafsi sitashangaa hata kidogo kuona Yanga sio tu inafuzu kwa hatua robo finali, bali inakwenda nusu finali na zaidi. Na hilo likitokea, kwangu mimi haitakuwa bahati, bali ni matunda ya kile kinachoitwa Pirasanz chini ya kocha Pedro Gonçalves. Lakini tusimalize maneno, bado mechi 4. Yanga watadumisha hiki walichokionyesha pindi watakapocheza na Al Ahly, pindi watakaporudiana na FAR Rabat kule nchini Morocco, pindi watakaporudiana na JS Kabylie nchini Tanzania wakati watakapocheza nyumbani. Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.